Roho Mtakatifu, ninaomba Bwana useme nami tena. Sema nami Bwana, neno linalotoka kwako katika jina la Yesu. Uyaguse maisha yangu kwa upekee kabisa, kwa jina la Yesu aliye. Amen. Amen. Mtu wa rohoni na maisha yake. Mtu wa rohoni na maisha yake. Na nilikwambia kuwa mtu wa rohoni ni mtu aliyezaliwa mara ya pili, yani amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anayefanywa upya na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Mtu aliyezaliwa mara ya pili, yani amempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa lugha nyepesi, ameokoka, anafanywa upya na Roho Mtakatifu, au amefanywa upya na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Kwa lugha nyepesi, Roho Mtakatifu anaishi ndani yake. Na nikasema huyu ni mtu ambaye ana tabia za rohoni. Ukisoma Tito sura ya 3 mstari wa 5 anzia ule wa 4 mpaka wa 6, inazungumza namna ambavyo wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa mwanadamu ulipofunuliwa alituokoa. Lakini maandiko yanazungumza si kwa matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake. Alafu maandiko yanazungumza pale kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo si tu amempokea Yesu, lakini amekubali kujazwa Roho Mtakatifu ndani yake, na Roho Mtakatifu anaishi ndani yake. Unajua, Roho Mtakatifu anapoishi ni kama mwili wako anaufanya kuwa nyumba yake au maskani yake. Na Roho Mtakatifu anapokabidhiwa maisha yako, anayang'arisha, anayatengeneza. Unapomfanya aishi ndani yako, kwa sababu anajua hii ni nyumba yake, anaikarabati, anaitengeneza, anaing'arisha. Sasa kule kuitengeneza, kuing'arisha, kuitakasa, kuisafisha, anapofanya huo mchakato, maana yake anakufanya upya ndani yako. Haleluya, watu wa Mungu. Na nikasema mtu wa rohoni, mtu mwenye tabia za rohoni. Kwa hiyo unaposema mimi ni mtu wa rohoni, nimeokoka, eneo mojawapo la kujitathimini ni eneo la kitabia. Paulo kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 anawaambia kanisa la Wakorinto, siongei na ninyi kama watu wenye tabia za rohoni, bali kama watu wenye tabia za mwilini, na kama watoto wachanga katika Kristo. Anaongea nao ni watu, lakini hawakuwa na tabia za rohoni. Ni watu wa rohoni, lakini wasio na tabia za nini? Za rohoni. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kumbe, ukiwa mtu wa rohoni, ukisema mimi ni mtu wa rohoni, lazima uwe na tabia za wapi? Za rohoni. Na tabia za rohoni ndio zile zinatengenezwa kupitia neno la Mungu, lakini kupitia matunda ya Roho. Mtu wa rohoni sio tu awe na uwezo wa kukemea pepo, lakini awe na tunda la Roho kwenye maisha yake. Haleluya. Sasa unisikilize, mtu wa rohoni, ili ni jambo la leo ambalo unatakiwa kulisikiliza hapa, hata waliokuwa kwenye kongamano hawajalisikiliza. Ukiwa mtu wa rohoni, unapaswa kujitambua hivi: wewe
ni sehemu ya utukufu wa Mungu. Wale waliokuwepo jana niliwaeleza maisha ya mtu wa rohoni yakoje. Ili kila mtu apende kuwa mtu wa rohoni, aenende kwa jinsi ya roho, aenende kwa imani. Sasa mtu wa rohoni, ikiwa wewe ni mtu wa rohoni, unaweza kuandika hivi: ikiwa mimi ni mtu wa rohoni, mimi ni sehemu ya utukufu wa Mungu. Au mimi ni utukufu wa Mungu. Mimi ni sehemu ya utukufu wa Mungu. Wewe ni sehemu ya utukufu wa Mungu. Wale watakaopata hiki kitabu, ili somo unalikuta kwenye ukurasa wa 113 wa kitabu hiki. Wewe ni sehemu ya utukufu wa Mungu. Na nitakupa mambo kama 5 kwa haraka haraka. Tunapozungumza juu ya utukufu wa Mungu, tunazungumza udhihirisho wa wazi wa Mungu mwenyewe, unaomfunua Mungu aonekane. Utukufu wa Mungu ni uwepo wa Mungu ulio mzito, ambao unamweka Mungu kuwa wazi kitabia, kimamlaka, kimatendo. Yani unayaona matendo ya Mungu, unaiona mamlaka ya Mungu, unaziona tabia au sifa za Mungu zikiwa wazi kabisa. Sasa anaposema wewe ni sehemu ya utukufu wa Mungu, maana yake wewe ni udhihirisho wa Mungu unaotakiwa kuonekana duniani. Yani uumbaji wa Mungu ukikuona, umuone Mungu kupitia wewe. Mwanadamu alipoumbwa, Biblia inasema aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Kwa nini aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu? Ili akionekana duniani watu wamuone Mungu, yani viumbe vimuone Mungu kupitia huyu mwanadamu. Yani viumbe viseme hivi ndivyo Mungu alivyo. Sasa dhambi ilipoingia, ilimuondoa mtu kukaa kwenye hiyo nafasi. Lakini Yesu alipokufa akafufuka, tunapomwamini na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, anatuzaa upya kiroho. Tunakuwa watu wa rohoni ambao tumerejeshewa ile image, ile sura ya Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Kwa nini nasema wewe ni sehemu ya utukufu wa Mungu? Kumbuka nimekwambia utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa wazi. Mara ya kwanza kabisa, ili Mungu aonekane duniani, ilibidi amtume mwanae wa pekee avae mwili, akae kwetu tuone utukufu wake. Baada ya Yesu kufa msalabani, Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu. Mungu anakuja anaweka makazi ndani yetu. Sisi tunakuwa sehemu ya utukufu wake. Sasa angalia, jambo la kwanza, sababu ya kwanza, kwa nini wewe ni sehemu ya utukufu wa Mungu? Sababu ya kwanza, mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Hii inaonyesha mwanadamu ni kiwakilishi cha Mungu duniani. Mwanadamu ni kiwakilishi cha Mungu duniani. Na kuwa mfano wa Mungu ndiko kunako kufanya wewe uwe kiumbe cha pekee. Wewe haufanani na mbwa wala ng'ombe. Haufanani na kiumbe chochote kile. Mwanadamu aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1:26 mpaka 27. Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Angalia Mwanzo 1:26 mpaka 27. Ninapokufundisha kitu cha namna hii, maana yake ujitambue. Ikiwa kweli umeokoka, jambo la kwanza la kujitambua, wewe ni mfano wa Mungu. Wewe ni kiwakilishi cha Mungu duniani.
Kwa dunia ili muone Mungu lazima wewe uwepo. Haleluya. Mwanzo 1:26 hadi 27 inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa unapookoka, unapozaliwa mara ya pili, jambo mojawapo la kufahamu ni kwamba wewe ni sura na mfano wa Mungu duniani. Na kwa kuwa wewe ni sura na mfano wa Mungu duniani, kumbuka, Mungu ni mfalme, Mungu ni mtawala. Ameweka hiyo mamlaka ndani yako ya kutawala na kutiisha uumbaji wake. Ndio maana ni kosa mtu aliyeokoka anapokosa kutawala. Na kutawala kwetu kunaanzia ulimwengu wa roho. Mtu wa rohoni anayaendesha mambo kuanzia rohoni, anatawala kuanzia ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama umeumbwa kwa sura na kwa mfano wako wa Mungu, maana yake kila mtu aliyeokoka ambaye ana sura na mfano wa Mungu lazima afahamu amepewa kutawala. Narudia tena, usikilize kwa makini. Nasema umepewa kutawala. Umepewa kutawala. Umepewa kumiliki. Na usipotawala huwezi kusikilizwa na chochote ambacho Mungu alikiumba. Ardhi haiwezi kukusikia, hadi fedha haziwezi kukusikia, kwa sababu chochote kilichoumbwa kinamsikiliza anayekitawala. Ndio maana uliza wanaofanya wengine biashara za madini, wakienda kwenye madini wanakuambia sisi tunakosa kupata madini, sisi tunakosa kupata madini. Ndio maana unaangalia, ukishaokoka kuna vitu baada ya dhambi kuingia duniani shetani aliviweka kuwa mateka. Sasa yule aliyeokoka mwenye sura na mfano wa Mungu lazima awe na uwezo wa kutawala, na kama anatawala maana yake awe na uwezo wa kuvikomboa vyote ambavyo haviko chini ya himaya yake na kuvileta viwe chini yake kwa mamlaka aliyonayo. Haleluya. Kwa lugha nyingine ni kosa kutomiliki uchumi. Ukutarajia hili, tazame jirani yako, mwambie mwalimu hajakosea. Ni kosa kutomiliki mazingira yanayokuzunguka. Ni kosa. Narudia tena, ni kosa. Kwa sababu inawezekaneje mtawala anamilikiwa? Kwa lugha nyingine ni kosa kumilikiwa na mizimu ya familia yenu wakati umeokoka. Ni kosa, sio sawa. Yaani wewe umeokoka alafu mizimu ya familia inakumiliki, sio sawa. Au mapepo, sio sawa. Au kulogwa, sio sawa. Wewe ukiokoka, wewe umebeba sura na mfano wa Mungu, unatakiwa kutiisha kwenye ulimwengu wa roho. Yaani wachawi waheshimu sauti yako. Unanisikia ninachosema? Mwambie jirani yako, wachawi waheshimu sauti yako. Mwambie kwa mamlaka, usimwambie kama uko msibani. Mwambie nasema wachawi waheshimu sauti yako. Haleluya. Sababu ingine sema wachawi waheshimu. Sema wachawi waheshimu sauti yako. Sababu ya pili, kwa nini wewe ni sehemu ya utukufu wa Mungu? Sababu ya pili, Mungu amempa mwanadamu heshima na mamlaka. Na hili nimeshaliongelea. Kuna heshima alafu kuna mamlaka. Mungu amempa mwanadamu heshima na mamlaka. Kuna vitu, acha watu wa kuzalau kwa nje,
lakini kuna vitu vinatakiwa vikuheshimu kwenye ulimwengu wa roho. Lazima wakuheshimu. Yaani saa nyingine ukipita hivi ukikutana na wale wanaojiita vingunge, ukikutana nao njia moja wanapisha. Yaani unakuta wazee wanatamani kumsalimia mama fulani shikamo. Unajiuliza hizi shikamo zimetoka wapi? Kumbe kwenye ulimwengu wa roho wanajua. Utasikia huyu ni mchawi sana kwenye mtaa wetu, huyu ametuzidi sana uchawi. Kumbe ni heshima. Umewatiisha. Kwa Mungu amempa mwanadamu heshima na mamlaka. Zaburi 8 mstari wa 4 hadi wa 6. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemvika taji ya utukufu na heshima. Mwanadamu ni sehemu ya utukufu wa Mungu kwa sababu anapewa nafasi ya kutawala katika uumbaji kupitia mamlaka. Sema mamlaka. Jambo la 3. Mwanadamu ni sehemu ya utukufu wa Mungu kwa sababu Mungu anakaa ndani ya mwanadamu kwa Roho Mtakatifu. Jambo lingine, unapojitathmini kama mtu wa rohoni, jiulize, Mungu anakaa na wewe? Maandiko yanasema mtu akiokoka, Mungu anakaa ndani yake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 hadi wa 20. Hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Hili linaonyesha kuwa mwili wa mwanadamu ni hekalu la utukufu wa Mungu. Yaani mwili wako unatakiwa kufunikwa na utukufu wa Mungu. Sijui kama mtu ananielewa hapa. Yaani ukielewa hivi, kuna vitu utavikataa kwenye mwili wako. Mwili wako hautaki kufunikwa na tabia mbaya, hautaki kufunikwa na dhambi, hautaki kufunikwa na magonjwa, hautaki kufunikwa na mateso. Mwili wako unatakiwa ufunikwe na utukufu wa nani? Wa Mungu aliye hai. Haleluya. Jambo la 4. Jambo la 4, si ndio? Kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Jambo la 4. Kupitia maisha ya mwanadamu Mungu hutukuzwa. Hutukuzwa. Mungu hutukuzwa, hujifunua, huwekwa wazi. Maisha ya mwanadamu yanapotawaliwa na Mungu yanaweza kumletea Mungu utukufu. Kwa hiyo maisha yake yanakuwa jukwaa la utukufu wa Mungu kudhihirika. Maisha yako yanatakiwa kuwa jukwaa, kuwa platform. Yaani Mungu naye anatafutaga platform. Anasema wanitengenezee platform. Wewe unasemaga nitengenezeni platform, mtaona kipaji changu. Mungu anaitaka hiyo platform. Platform ni nini? Maisha yako. Mungu anapoyatawala na kuyaongoza, maisha ya mwanadamu yanakuwa ni platform, ni jukwaa la Mungu kutukuzwa. Hata kama hujasema nimeokoka, watu wanasema tunawafahamu watu wanaosali, lakini huyu mama ana Mungu wa kweli, huyu mama ana Mungu wa kweli. Kwa nini? Wameyaona maisha. Sio zile mwembo za kusema nimeokoka, nina Yesu, naelekea mbinguni. Wakitazama wanasema mbingu ya wapi tena? Maisha yako yanatakiwa kuwa jukwaa la utukufu wa Mungu. Neema ananitazama, ndio namalizia. Jambo la mwisho hili mwanangu, jambo la mwisho. Hii jukwaa la utukufu wa Mungu, Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. Umeiona Mathayo 5:16? Mathayo 5:16 anasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa nini nuru yenu iangaze? Mungu ni nuru, Yesu ni nuru, amekutia nuru. Kwa hiyo maisha yako yanatakiwa kumlika, yaangaze, yaangaze. Huu ni wakati wa mambo makubwa ya Mungu. Kwa hiyo inasema inuka uangaze. Unaangazeje? Kupitia matendo na maisha yako. Yaani uangaze. Angaza kiuchumi, angaza kifamilia, angaza kimaisha, angaza kiutumishi, angaza kiinjili. Unapohubiri injili, waseme hawa ndio wainjilisti tunaowataka kwenye nyakati hizi. Kwa nini unaangaza? Kama unanielewa sema amen.
Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Na lazima uangaze. Unanielewa? Usiseme tu Mungu naangaza kukemea pepo. Mwambie Mungu, wewe umesema kwamba maisha yangu ni jukwaa la utukufu wako. Mimi ni sehemu ya utukufu wako. Natakiwa niangaze kiuchumi. Mimi sio wakuwa chini siku zote. Lazima majira yafike ya Bwana kuonekana kwenye shughuli, kwenye kazi, kwenye familia, kwenye maisha, kwenye kila eneo. Watu wakiona waseme yes, huyu ndiye Mungu anayetenda kwenye maisha yake. Hivi ndivyo Mungu atendavyo kwa watu wanaotembea naye. Mungu anataka jukwaa hadi kwenye eneo lako la uchumi. Anataka jukwaa. Miujiza imekoma wapi? Ni kwa sababu tunakataa kuwa watu wa rohoni. Miujiza imenyamaza wapi? Unafikiri miujiza ni kuponya tu wagonjwa? Miujiza ni mpaka kwenye uchumi. Yesu anadaiwa kodi, samaki alitoa hela ndani yake. Sijui unanielewa ninachosema? Miujiza ni mpaka kwenye uchumi. Baraka ni mpaka kwenye uchumi. Baraka sio kulala tu na kuamka. Baraka sio kuwa mzima tu kiafya, lakini na kwenye eneo la uchumi wako. Lazima umwambie Mungu, nataka ni platform yako kwenye uchumi wangu. Kama unaamini. Jambo la mwisho. Sababu ya ngapi hiyo? Sijui kama mnanielewa. Natamani mtu asila ya Roho Mtakatifu iwake ndani. Aseme haya maisha enough is enough. Yametosha mpaka hapa nilipofika. Nataka kuona hatua mpya. Haya maandishi ya mkuandika tu wakati wa mambo makubwa. Lazima uyaishi kwenye maisha yako. Uyaone mambo makubwa unayoyasema kanisani. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Mwalimu, kwa nini unaongea kwa mzigo hivi? Kuna mtu unyonge unaondoka ndani yake. Unasikia anachosema? Hatukuokoka tuwe wanyonge dhaifu. Sisi ni watu wenye mamlaka Bwana. Sisi ni watu tunaohamisha milima. Sisi ndio wapindua ulimwengu. Sisi ndio wapindua ulimwengu kwenye ulimwengu wa roho. Usijisalau. Ni kweli unaweza ukawa hauna kitu leo, lakini mwambie Mungu, nataka kuwa sehemu ya utukufu wako. Usijisalau. Unatembea tu mpaka umeinama hivi kama kobe. Umuoga, mnyonge. Tena watu wakikutishia tu, wewe una lolote, una hela, unasema kweli sina lolote, sina. Wewe umeokoka Bwana. Wewe ni mtu wa mbinguni anayeishi duniani. Wewe umeokoka, unakaa na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Achana na mambo ya kutembea kinyonge. Saa imefika ambayo lazima utembee kama shujaa. Lazima utembee kama komando. Usitembee kinyonge Bwana. Kama unanielewa sema amen. Mungu awabariki sana. Lakini mnanielewa? Msio mnatoa sadaka afu amnielewe. Mnanielewa? Kataa unyonge. Sema na kataa unyonge. Sema na kataa unyonge. Sema na kataa unyonge. Sema na kataa unyonge kwenye afya yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Kama unaelewa sema amina. Kataa unyonge. Mimi nimekataa unyonge. Lazima mbingu zionekane duniani. Lazima mifumo ipinduke duniani. Lazima waseme wale waliopindua ulimwengu na huku nako wamepika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa mambo makubwa. Ni Mungu mkuu sana. Ni Mungu anayeweza. Ni Mungu anayetenda. Ni Mungu wa ajabu. Ni Mungu wa pekee. Kataa unyonge. Kataa unyonge. Kataa kuwa chini. Kataa kuwa dhaifu. Kama unanielewa sema amina. Kataa unyonge.
Msio wanyonge ndugu zangu, msio wanyonge mama zangu, mnaye Mungu aliye hai. Msio wanyonge dada zangu, msio wanyonge rafiki zangu, msio wanyonge watu wa Mungu. Hata kama leo hakuna lolote, lakini yuko Mungu aliye hai. Tembea na Mungu aliye hai. Hata nyamaza, hata tulia, hata kuacha. Yeye lazima ajifunue kwenye maisha yako. Kama unaelewa sema amina, sema amina, sema amen. Malizia hili jambo la 5. Mungu alimtuma Yesu Kristo Yesu kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo wewe ni sehemu ya utukufu wa Mungu, kwa sababu ukombozi huu kwa mwanadamu ni sehemu inayoonyesha utukufu wa neema na upendo wa Mungu. Waefeso 1:6, andika Yohana 3:16, maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ili kila muamini asipotee. Na ndio maana kataa kupotea kwa jina la Yesu. Mtu akikuuliza kwa nini unakataa, kwa sababu unamwamini Yesu. Na neno linasema ili kila muaminie asipotee. Yani usipotee kwenye maisha yako ya kiroho, usipotee kiuchumi, usipotee kifamilia, usipotee kwenye jamii, kwa kuwa unamwamini mwana wa Mungu aitwaye Yesu Kristo. Kama unaelewa sema sitapotea, sitapotea mimi, sitapotea mimi. Hebu tamka kwa jina la Yesu, sema sitapotea. Simama kwa miguu yako, sema sitapotea, sema sitapotea, sema sitapotea kwa jina la Yesu aliye hai. Kama umenielewa sema amen. Ukisikia kuomba unaweza ukafunika macho yako, omba mbele za Bwana. Kataa unyonge, kataa udhaifu, kataa kuwa chini. Mwambie Bwana nisaidie, mimi ni sehemu ya utukufu wako. Omba mbele za Bwana. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Hata kama wanakushambulia kwenye ulimwengu wa roho, kuna maneno wamesema, kuna vitu wamefanya ili uwe dhaifu, uwe mnyonge. Kataa, kataa, kataa. Mwambie Bwana kuniokoa ili niwe dhaifu, uliniokoa ili niwe na nguvu, uliniokoa ili niwe shujaa, uliniokoa ili niwe mzima, uliniokoa ili nitawale, uliniokoa ili niishi, uliniokoa ili nimiliki. Wako wapi vijana? Wako wapi wakina mama? Wako wapi wakina baba? Wako wapi wazee? Wako wapi watumishi wanaojua kwamba saa imefika? Hii ndio saa yetu, hii ndio saa yetu ya kutembea na Mungu, ya kumdhihirisha Mungu kwa jina la Yesu. Haleluya, asante Yesu, asante. Endelea kumtukuza Mungu, endelea kupazia Bwana sauti yako. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu, wewe ni mtu maalum sana na muhimu sana kwa Bwana, na Mungu anakutegemea katika ufalme wake. Msihi Bwana, mwambie Mungu ninakataa kila hali inayokutesa na kukusumbua.